Kuna kauli wanasema no pain no gain, yani huwezi kuwa katika maendeleo bila ya kuwa na maumivu. Sasa huyu ni the GOAT of Africa. Kila mmoja anamzungumzia na kila mmoja anatamani kuwa kama yeye, lakini hebu angalia jinsi maisha yake ya nyuma ilianza kama utani, kama masihara, lakini hebu angalia maisha yalivyokuwa hayana adabu. Yani chukua nafasi hii na fursa hii kuweza kujifunza kwamba leo yako ambayo unaidharau na leo yako ambayo huiamini, basi hebu angalia na jipe fursa na jipe muda, na amini kwamba kwa Mwenyezi Mungu kwamba inawezekana, hakuna kinachoshindikana. Yani ni moja ya mfano ambao hata wewe mwenyewe pia usijaribu kumdharau mtu wa aina yote usiyemjua ama unayemjua, kwa sababu waliomdharau Kapteni Ibrahim Traore, the GOAT of Africa kwa sasa, ambaye kila mmoja anampa jina kwamba huyu ni rais wa Afrika, bali sio rais wa nchi ya Burkina Faso. Maisha yake jinsi yalivyokuwa zamani, ambavyo akiwa akiishi katika maisha magumu, huenda kuna baadhi ya watu walimdharau na kumuona kwamba ni moja ya kijana asiyejitambua, lakini kumbe katika fikra zake aliamini, tena ikiwa ni moja ya historia ambayo alitamani sana, na mtu aliyeweza kuminspire na kuwa kama role model kwake ilikuwa ni marehemu Thomas Sankara, ambaye aliweza kuwa ni rais mnamo mwaka 1983 ndani ya nchi ya Burkina Faso. Huyo ndo alikuwa mtu wa kwanza kuminspire na kumfanya Ibrahim Traore aweze kupenda jeshi na atamani hata kuja kuwa waziri ama kiongozi wowote katika nchi ya Burkina Faso. Na jitihada zake na nia yake, alikuwa akiendelea kuishi katika maisha magumu, tena nyumba ya udongo ambayo kama unavyoweza kuona ilikuwa ni kama kijigorofa fulani, chini wakiwa anaishi wazazi, juu akiwa anaishi yeye mwenyewe. Na ilikuwa ni moja ya maisha ambayo hatakuja kuyasahau, na alikuwa akipambana na huko akisoma katika zile shule ambazo kwa sisi huku huwa tunaziita Santi Kayumba, shule ambazo bila shaka ni shule za kawaida, shule za kiserikali ya Burkina Faso waliokuwa akisoma, na akaendelea kuishi hivyo hivyo kwa jitihada na kupambana, na akaja akafanikiwa kuingia na kupata bahati ya kuingia jeshi la Botswana, ambalo pia alishawahi kutamaniwa kuwa moja ya raia wa nchi hiyo ya Botswana. Na baada ya kuonekana kabisa kwamba ameendelea kufanya vizuri katika mafunzo, akarejea ndani ya nchi ya Burkina Faso na kuendelea pia na masomo yake, na huko pia akijaribu kujiinterconnect katika jeshi la Burkina Faso, na kujikuta ameendelea kupambana. Na hata alipokuwa mazoezini na akiwa jeshini, alikuwa akionyesha jitihada na uwezo binafsi ambao ulimfanya aendelee kupanda cheo na kuonekana kwamba yeye ni bora zaidi ya wenzao. Na hapo ndo ikawa safari ya Ibrahim Traore, yani kiwalisia leo hii tunamuita the GOAT of Africa.